Mama Luisi, ni mwenyeji wa kata ya Mapogolo. Tulipokea maombi yake ya milioni 15 na kwa taratibu za utoaji wa mikopo za mwongozo wa mwaka 2024 ni kweli amepatiwa mkopo wa shilingi laki5 na hajapatiwa mkopo wa shilingi milioni 15. Ni kweli kabisa tumempatia mkopo wa shilingi laki5. Iko hivi, kwa miongozo mipya ya utoaji wa mikopo mwaka 2024, mwongozo ule unatuongoza tuwe na kamati 3 kuu ambazo zinafanya mchakato wa utoaji wa mikopo. Kamati yetu ya kwanza ni utoaji wa mikopo ngazi ya kata, ambapo inajumuisha wataalamu wote wa ngazi ya kata, akiwemo mwenyekiti ambaye ni mtendaji wa kata, katibu wake akiwa ni afisa maendeleo ngazi ya kata, lakini wajumbe ni wataalamu wote ngazi ya kata, wakiwemo maafisa mifugo, wakiwemo afisa vilimo, lakini pia watendaji wote wa vijiji, kwa sababu wao ndio wenye watu na wao ndio huwa wanatuletea watu ambao wameomba mikopo kutoka kwenye vijiji vyao. Lakini pia tunayo kamati ya mikopo ngazi ya wilaya. Baada ya mikopo hii kufanyiwa mchakato ngazi ya kata, na kamati ya mikopo ngazi ya kata wakakaa kikao na kuidhinisha vikundi vile kupitia mfumo wa TPL-MIS, vikundi hivi huwa vinatumwa ngazi ya wilaya, vinakuja kwa afisa maendeleo wa wilaya. Vinapokuja kwa afisa maendeleo ngazi ya wilaya, ipo pia kamati ya mikopo ngazi ya wilaya. Ngazi hii inahusika katika pia upembuzi wa nyaraka za maombaji wa mikopo, wanapembuliwa kuangalia na kuhusishanisha maombi yao na uhalisia. Lakini pia kamati hii ya mikopo ngazi ya wilaya inayo nafasi ya kufika eneo husika miradi hii inapotekelezwa na kuwatembelea wahusika. Baada ya hapo, tuna kamati ya 3 ambayo ni kamati ya uhakiki. Kamati hii ya uhakiki huwa inafika uwandani kwa ajili ya kuonana na vikundi, kukagua maandiko yao, lakini kuzungumza na vikundi husika pamoja na wana vikundi katika kufahamu taarifa zao, lakini kufahamu miradi wanaotekeleza, kama wana uwezo wa kuitekeleza miradi hii. Je, wana uwezo, pesa walioiomba na mradi wanaoenda kutekeleza vinayo mahusiano ambayo yataweza kusaidia fedha hii ya serikali iweze kurejeshwa kwa wakati. Hivyo basi, Mama Luisi ni mmojawapo wa kikundi kilichoomba mkopo na kilifanyiwa upembuzi kuanzia kamati ya mikopo ngazi ya kata, ilifanyiwa kamati ya wilaya, lakini pia kamati ya uhakiki. Kwa hiyo kamati ya mikopo ngazi ya uhakiki waliweza kushauri baada ya kuonana na Mama Luisi kwamba kwa kuwa ndio mkopo wake wa kwanza, basi ni vyema aweze kuanza kwa hatua za awali, aweze kuanza na kuku wa kawaida wa kienyeji, kwa sababu katika mahojiano alisema kwamba anajishughulisha na ufugaji mdogo mdogo na anao kuku kama 4 pale nyumbani. Hivyo wakaona ni jambo jema, anaweza akajiendeleza kutokea chini, tuweze kummonitor na kuona ni kwa namna gani laki5 hii ataweza kuiendeleza na ataweza kuifanyia vyema kwa hao kuku wadogo ambao ni wa kienyeji. Lakini baada ya pale, kama kweli ataweza kurejesha fedha hii bila tatizo lolote, sisi kama na kamati zote tunayo utaratibu kwamba mtu atakapofanya marejesho vizuri ndivyo atakapopewa kipaumbele zaidi cha kuongezwa mkopo zaidi. Kwa hiyo yalikuwa ni mapendekezo ya kamati ya mikopo ya uhakiki kwamba aanze na kiasi kidogo ili aweze kukua taratibu. Atakapoweza kurejesha vizuri ndivyo ambavyo tutaweza kumpa nafasi zaidi ya kuweza kupata mkopo mkubwa zaidi